Yaani kuna masingle father ambao wanawake waliwaachia watoto wao wakaondoka huko zini, yuko na mtoto pembeni hapa, anapiga nyundo zake, anapiga kokoto, anaenda hivi kazi, yuko na mtoto wake pembeni. Jamani, huyu mwanaume hana sehemu ya kuongea, na tuje kumwona kwenye mtandao analia. Yupo tu kaka zake kimya. Hatujai kuona hata siku moja analia kwenye mtandao, kwa sababu wanaume wamevumbua kifua anaweka hapa. Ndio siku utashangaa mwanaume kadondoka kafa. Ila sisi tunalia, tunajua sana kuitafuta huruma kwa nguvu. Lakini sisi ndio washenzi namba 1. Yaani sisi ndio washenzi namba 1. Sema ni kwa sababu tu vile tukilia kidogo tumesikika, tuna nguvu. Wanawake, jenga ndoa yako. Mwanamke acha kuhusisha marafiki kwenye ndoa yako. Mwanamke jenge ndoa yako. Huyo mwanaume unayemuona si tajiri, ana umuhimu. Siku akitoka kwenye maisha yako ndio utajua umepoteza kitu. Mthamini, mtii, mheshimu mume wako. Sawa ndugu zangu. Nilikuwa ni kwa ajili tu ya kuwafunda, kuelimishana. Na swala la mwisho la tatu, afu nitakuja na la mwisho la kuongea ni kuhusu wachumba. Mwanamke, jua thamani yako ni kubwa sana. Tusijilaisishe sana. Tabia ya mwanamke, unahamia kwa mwanaume hajakuoa, hajakutolea mahali, ana kwake tu, umeona mazingira mazuri, kuna AC, umeenda siku ya kwanza umeacha gabulo, umeacha skin tight, siku ya pili, siku ya tatu umeacha t-shirt, siku ya 4 na begi, umevamia. Unakaa na mwanaume umemgenda, unafanya majukumu yote ya mke na mume wakati wala sio mmewe, hajakutolea hata bagi. Wewe mwanaume usipokuwa maidia, kwa sababu hutakuwa na jipya au sababu ya kumuonyesha kwamba kuoe, kwa sababu tayari utakuwa umeshafanyaje,